Nitoe wito kwenu ndugu washiriki ambao tumejulishwa kwamba mafunzo haya ama programu hii itahusisha washiriki 1474 kutoka kata zote 40 za wilaya ya Kilosa mliokusudiwa na mafunzo haya kuwa mabalozi wazuri wa mabadiliko chanya katika jamii yetu. Niwaombe, nendeni mkatekeleze majukumu mtakayopatiwa na wakufunzi kwa kuzingatia sheria ya mtoto ya mwaka 2009 Child Act namba 21 ya mwaka 2009 kwa lengo la kutokomeza kabisa ukatili huu dhidi ya watoto wetu wadogo ambao kwa 100% hawana hatia yoyote. Ni matumaini yangu kuwa kupitia mafunzo haya, ndugu washiriki, kwa ushirikiano na idara ya afya na idara ya elimu, wilaya ya Kilosa itakuwa ni mfano wa kuigwa katika kupingana na dhana potofu na kulinda afya na ustawi wa watoto wachanga. Ndugu washiriki na ndugu viongozi, kazi ya kulinda ustawi wa kizazi cha leo na cha kesho ni jukumu letu la msingi, viongozi, wazazi na wanajamii pamoja na wahusika wote walioko katika makundi mtambuka, ili kusudi juhudi hizi ziweze kuwa juhudi za pamoja na si juhudi za taasisi moja ama kikundi cha watu fulani ama watu ambao wataamua kuwekeza aidha fedha ama vifaa ambavyo kwa namna moja ama nyingine, bila ya kushirikiana kwa pamoja, hatutaweza kutoka kwa mafanikio makubwa katika janga hilo. Wito wangu kwa wananchi kutokana na dhana hizi potofu, tumeelimishwa kwamba mambo haya yanapotokea mpaka mtu anaona achukue maamuzi ambayo ni hatarishi na ya ukatili. Kwa mfano, pale mtu anapodhani kwamba mtoto ana meno ya plastiki, ambayo ni dhana potofu, kwa sababu tunaambiwa kwamba haya meno ya plastiki ni mbegu za meno. Ndicho tunachotaka wananchi waelewe. Kwa hiyo wasihangaike kuyaondoa. Ukiona mtoto au ndugu yako yote ana kitu ambacho wewe unadhani ni hatarishi, fika kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate uchunguzi, lakini pia upatiwe ushauri wa kitaalamu, na kama kweli kuna tatizo lolote basi litibiwe. Tusifanye ukeketaji, ushuhuda umetolewa, madhara yanayotokea, kupoteza damu nyingi na wengine hata kupoteza maisha. Tuthamini maisha, tuthamini afya ya kinywa na meno, tuwalinde watoto, tusiwafanyie ukatili, tusikekete viungo vyao vya kwenye kinywa na meno. Na tuendelee kuelimisha wale ambao wanapata elimu sasa, basi waendelee kuelimisha wengine, wakawe mabalozi kama ambavyo mgeni rasmi amesisitiza, ili mwisho wa siku jamii yetu yote iweze kupata hii elimu. Tunatekeleza mradi wa kutokomeza dhana potofu za ukeketaji wa viungo vya kinywani. Vipo viungo vitatu vinavyokeketwa, yani mbegu za meno, dhaniwa meno ya plastiki, wanakeketa udata, wanakeketa kimeo, kwa dhana kwamba zinasababisha magonjwa na hivyo hufanya vile kwa lengo la matibabu. Lakini ukweli ni kwamba kuna mambo ambayo yalikosewa, kukosekana uelewa, jamii zetu ziliwaingiza watoto kwenye ukatili mkali sana hivi. Kwa sisi lengo la mafunzo haya, kwanza tunaiwezesha jamii iweze kuelewa ya kwamba mnachodhani ni meno ya plastiki, si meno ya plastiki, ni mbegu za meno. Ndio maana matokeo yake mkiwang'oa wanabaki na mapengo. Upande wa kimeo, jamii inasema kwamba eti kuna usaha kwenye kimeo. Kwa hiyo kimeo usaha ukipasukia tumboni unakufa. Tutasema nyie jamani, usaha ina maana kwa mfano usaha wa kwenye jino ukipasukia mdomoni ukaingia tumboni, mbona yeye hauui? Tunachokubania kwenye kimeo kweli huleta kikohozi, kwa sababu kile kimeo kikipata uambukizo kinakuwa jipu, kinarefuka, kinakereketa koo, unaanza kuwashwa na kukohoa sana. Ndio maana kikohozi hutokea, lakini si kwa sababu eti kinaua. Sasa kwenye kusema kinaua pale, usaha unaua, umeleta taharuki na hofu
watu kujikuta wanakatwa hovyo hovyo, lakini bahati mbaya hakuna ganzi, hakuna glavu, hakuna tahadhari, hakuna kinga yote ile. Kuna wengine wamepoteza maisha kwa kutokwa damu, maambukizi zaidi, wakapata majipu kwenye makoo, kwenye maeneo ya mbegu za meno. Eneo la tatu ni udata. Udata kweli upo, lakini hali adimu sana. Kwa sababu udata unapotokea na uadimu wake umeitwa unasababisha ububu. Sasa ule ububu ndio umetia hofu na taharuki. Watoto imepelekea watoto hata wasiokuwa na udata wanakatwa. Lakini wenye udata ni wachache sana. Mtoto mwenye udata akiwepo aje hospitalini, wamlete hospitali, tunachoma ganzi, tunavaa glavu, tunakapunguza pale kaulimi kanacheza pale hivi. Ila sasa kwa kusema kuna ububu, hapana. Mtoto mwenye udata atapata shida tu katika matamshi ya maneno hasa yanayohitaji ncha ya ulimi icheze, kwa mfano kama ra, ta, sa, na. Sara anakwenda Morogoro kwa njia ya treni. Kwa hiyo atapata shida kwa sababu ya ulimi hauchezi, lakini si kuwa bubu. Tunashauriwa hii elimu tulioipata tukae mabalozi wazuri kwenye jamii zetu. Watoto wetu wanapopata hizo changamoto za vimeo, yale meno ya plastiki tulikuwa tunayasikia, tusitoe kwa njia za kienyeji, bali tufike kwenye vituo vinavyotoa huduma ya afya, mahospitalini, na tutapata huduma vizuri kwa wakati na watoto wetu watapona. Na wengi walikuwa wanajua matatizo hayo ni haramu, lakini ni matatizo kama matatizo mengine na yanatibika. Kwa hiyo elimu tulioipata tutaifikisha kwa wananchi wetu na jamii zetu ili wasiendelee kujitibu kwa njia ya asili, wafike kwenye vituo vinavyotolea huduma ya afya. Mwanangu alipata changamoto ya kutapika na kuharisha na joto kali sana kwa muda wa wiki kama 2. Baada ya hapo ndio nikapeleka tiba za asili kwenda kung'oa zile meno. Wakadai kwamba ni meno za plastiki, wakazing'oa. Baada ya kuzing'oa ndio mwanangu akazidiwa, damu zikavuja. Kumbe alikuwa anameza zile damu. Alipokuwa anameza, mimi nikazani zinatoka tu, kumbe alikuwa anameza. Baada hapo ya kuzidiwa sana ndipo nilipomwaisha hospitali. Nilipofika hospitali akapokelewa na kuchunguzwa, hana damu, akawa na damu 5. Ndipo alipoongezewa damu. Baada ya kuongezewa ile damu bado inaendelea kutoka. Ndipo daktari wa meno alipofika akaanza kumhudumia na mtoto wangu akawa amepona.